Leo insha Allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika darasa letu endelevu katika msikiti wa Mwenye Mkuu hapa Magomeni Mapipa, Ijumaa 3 na Ijumaa 4 baada salati al-maghrib mpaka isha, tunaendelea na darasa letu. Mada yetu tutakayozungumza leo, darasa letu ni adabu ya kubisha hodi majumbani. Adabu ya kubisha hodi majumbani, kama alivyosema Imam Mwaita Allahu yahfadhuhu kwamba kutakuwa ni tafsiri ya Qur'an, na mimi ninakwenda moja kwa moja katika Suratun Nur, tafsiri ya Suratun Nur. Hata kama hatutaisoma yote, lakini tutasoma utangulizi wake. Ndugu zangu, tafsiri hii ya Qur'ani ya Imam Qurtubi rahimahullah, Suratun Nur, nimeanza kusomeshwa na mwalimu wangu Madina, muadhini wa msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, mpaka sasa hivi leo tarehe 28 mwezi wa 4 2025, ambao ni sawa na mwaka 1446 mpaka leo. Sura hii tuliisoma tarehe 29 mwezi wa 11 1995. Suratun Nur alitusomesha mwalimu huyu Dr. Umar Kamal au Hassan Kamal, ambaye ni muadhin wa msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallama mpaka leo. Na alikuwa anapoingia darasani lazima nianze kusoma mimi, kisha ndio anaanza kusherehesha. Anaambia ikra ya Hashim, ninaanza kusoma, ananikosoa pale ninapokosea. Hiyo ni kawaida kwa mwanafunzi na binadamu yoyote, lazima ukosolewe na mwalimu wako. Kisha baada hapo anaanza kusherehesha. Sasa aya hizi tumezipitia, ilikuwa tarehe 29 mwezi wa 11 mwaka 1995, na leo ni 2025, ambayo ilikuwa ni sawa na tarehe 3 mwezi wa Rajab mwaka 1415 Hijiria. Hii ni historia nimeiweka, manake kila tulipokuwa tukisoma nilikuwa naandika tarehe. Ndipo tumeanza kuisoma hii tafsiri ya Qurtubi rahimahullah pale Madina, kuanzia mwaka wa 3 mpaka mwaka wa 4 mpaka 95 tunaondoka pale. Sasa tunakwenda katika hii Suratun Nur. Thawabu zitamwendea shekhe ambaye yeye hajui, lakini Mwenyezi Mungu aweke katika mizani yake, na Allah ampe afya njema, ampe umri mrefu, na aendelee kuwatoa wanafunzi ambao watakao kuwa wanakwenda kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Imam Qurtubi rahimahullah, Suratun Nur, hii Suratun Nur madaniyatun bil ijma'i, imeteremkia Madina kwa ijma' ya wanachuoni wa tafsiri kutoka kwa masahaba, kama walivyoipokea na wao kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii sura Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi akasema Suratun Nur hiya madaniya, Suratun Nur ni madaniya. Akasema wa ayaha, idadi ya aya zake 64 aya, ina aya 64. Huyu ni mwanachuoni wa kwanza katika tafsiri inaitwa Tafsiru Al-Maraghi, nayo nilifuatilia nikawa naisoma kidogo kidogo wakati nasoma Mombasa Kisauni mwaka 87, 88, 89, 90, nikawa naipitia pale kwa Sheikh Ahmad Dumila katika msikiti wa Birikao pembezoni wa barabara inaitwa Digo Road. Sheikh Ahmad Dumila mpaka leo yupo hai, Allahu yujazihi fi ilmihi wa as'alullah an yutawwil umra, Allah muongezee umri, naye Allah anamwekea katika mizani yake. Mwaka juzi nilipoalikwa Mombasa, nilikwenda nikakutana naye hafidhahullah.
katika hii tafsiri ya Ahmad Mustafa al-Maraghi. Qala al-Alusi, Imam Alusi rahimahullah, Abu al-Fadli al-Baghdadi al-Iraqi, katika tafsiri yake inaitwa Ruhul Maani, akasema madaniyatun kama akhrajaha Ibn Mardawayhi an Ibn Abbas wa Ibn Zubair. Hii sura ni madaniya kama alivyoeleza Ibn Mardawayhi rahimahullah kutoka kwa Ibn Abbas na Ibn Zubair radhiyallahu anhuma. Sasa hii sura ina aya za hukumu humu ndani ambazo ndizo tunazotaka kuzipitia kwa siku ya leo. Kwa siku ya leo, ndugu zangu, mwaka 95, leo ni mwaka 2025. Miaka mingapi imepita tangu wakati huo? Lakini bado leo tunapitia walichotufundisha mashehe wetu. Allah awaweke salama mashehe wetu, wale walioko hai na wale ambao waliokwenda akhera, kuanzia nyumbani kijijini kwa mwalimu wangu wa alif Yusuf Nturanya pale karibu na hifadhi ya taifa Gombe, paka Ujiji hapa Sheikh Fani Kiumbe rahimahullah, Sheikh Umar Himidi Mkunda rahimahullah, Sheikh Kabeke rahimahullah, Sheikh Thabit Rajab Nyamweru rahimahullah, na mashekhe Abdul Muhsin Kitumba, Sheikh Eid Hassan Kiburwa rahimahumullah. Kwa pale Ujiji unakuja hapa Haramain, walikuwa ni mashekhe wa Kisudani, lakini katika hao bado mwalimu wangu mmoja yupo hai, Sheikh Juma Pori, Allah ampe afya njema na ampe umri mrefu. Sheikh Juma Pori ametufundisha pale Haramaini pale Mnazi Mmoja. Baada hapo tumekwenda Mombasa, Sheikh Sirajur Rahmani Nadwi al-Qadhi Kisauni Mwandoni pale katika Masjidul Aqsa, tukawa tumekaa miaka 4. Baada hapo ndio nikawa nimekwenda Madina. Sasa ndugu zangu, Qur'ani inatufundisha namna ya kubisha hodi. Sisi Waislamu tutakapokuwa tumeacha muongozo, basi muongozo tumeuacha sisi wenyewe. Kwa sababu gani? Qur'ani hatuna thamani nayo tena sisi Waislamu, tumeitelekeza, tumeiacha, tumeipuuza. Sasa katika hii sura ya 24, surati An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlio muamini Allah, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, msiingie katika majumba yasiyokuwa majumba yenu, hatta tastanisu, mpaka mbishe hodi, bimaana tastadhinu, mpaka mbishe hodi, watusallimu ala ahliha, na muwatolee salamu wenye nyumba. Unabisha hodi, al-istinas bimaana al-istidhan, yani tatlubu al-idhna an yusmaha laka bidukhul, unaomba ruhusa uruhusiwe kuingia. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, dhalikum khairun lakum la'allakum tadhakkarun. Dhalikum khairun lakum la'allakum tadhakkarun, kufata muongozo alioweka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kuto kuingia katika majumba ambayo sio yenu mpaka mbishe hodi kisha mkatoa salamu. Hiyo ndiyo dini ya Uislamu inavyofundisha. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa nini hii aya? Mtume anasema, man ittala fi baiti qaumin min ghairi idhnihim, anayechungulia katika nyumba ya watu pasina wao kumruhusu kuchungulia, halla lahum an yakfa'u ainahu, huyu kama wakimgundua kwamba anachungulia nyumbani kwao, basi ni ruhusa kuweza kumpiga kibao jichoni kwake ili asiangalie. Rawahu al-Bukhari hadithi 6888 wa Muslim hadithi ya 2158 wa Nasa'i hadithi 4860 wa Ahmad hadithi ya 8771. Kwa hiyo tunapata fundisho kwamba tunatakiwa sisi tufate muongozo alioweka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala.
Katika aya nyingine, aya hiyo ni aya 27, Allah subhanahu wa ta'ala akasema fa in lam tajidu fiha ahada, nyinyi mnaokwenda kutembea katika majumba ya watu. Waislamu, huu ndio mwongozo, sio uzungu. Maana wazungu wanakwenda kwa ustaarabu. Mwisho tumewekewa kengele, unabisha, unagonga kengele na unaonekana. Kuna nyumba nyingine wameweka kamera ndani, wanamjua ni nani. Na kuna nyumba nyingine ukibisha hodi au ukisimama tu, kuna kijitundu kidogo unakuwa unaonekana. Usije ukasema nyumba hizi bana, nyumba wao bana wanaishi kizungu kizungu. Hapana, sio kizungu kizungu ama kiarabu kiarabu. Uislamu umeweka muongozo wa kwenda. Allah akasema fa in lam tajidu fiha ahada, ikiwa hamtomkuta yoyote katika hiyo nyumba, yani ile nyumba mle ndani hakuna mtu, fala tadkhuluha, msiingie hata kama mlango uko wazi. Msiingie hatta yu'dhana lakum, mpaka mruhusiwe ingia. Wa in qila lakum urji'u, lakini ukiambiwa rudi, wenyewe hawapo, farji'u, rudini. Sio kusema wanajeuri kweli bwana, wanaambia mimi nisiingie huko ndani. Qur'ani yenyewe imeshasema usiingie. Wa in qila lakum urji'u, na ikiwa mtaambiwa rudini, farji'u, rudini. Huwa aska lakum, huwa athhar. Kurudi baada ya kuambiwa na wenye nyumba kwamba usiingie, hata kama wanaongea kule ndani, huwa aska lakum, huwa athhar lakum. Aska, hiyo ndiyo sawa katika Uislamu. Wallahu bima ta'maluna alim, Allah anayajua yote mnayoyafanya. Wallahu bima ta'maluna alim, Allah anayajua yote mnayoyafanya. Ndugu zangu, ukirejea kitabu kidogo kinachoitwa Ihsa'u Asma'illahi al-Husna cha Dr. Muhammad Barak, jina la Mwenyezi Mungu Alim, Alim limekaririwa katika Qur'ani yote zaidi ya mara 170, zaidi ya mara 170. Wallahu bima ta'maluna alim, limekaririwa sana. Sasa hapa Allah subhanahu wa ta'ala anasema laisa alaykum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha, si vibaya kuingia katika nyumba ambazo watu hawaishi mle ndani bila kutoa salamu, lakini fiha mata'un lakum, mle ndani mna shida nazo, yani kuna shida zenu, mna mahitaji yenu. Wallahu ya'lamu ma tubdun, Allah anayajua mnayoyaonesha, wa ma taktumuna, na mnayoyaficha. Hapa ndugu zangu, turudi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, tumwangalie anatupa muongozo gani katika hili. Sasa Allah aliposema msiingie katika majumba yasiyo kwa majumba yenu, Allah akasema vile vile wa idha balagha al-atfalu minkumul huluma, na watakapofikia watoto wenu muda wa kubalighe, ama mtoto wa kike kuvunja ungo, falyastadhinu, na wao watoto wenu wakitaka kuingia ndani, chumbani kwa baba, chumbani kwa mama, falyastadhinu, na wao wabishe hodi, kama stadhana alladhina min qablihim, kama walivyobisha watoto wa waumini wenzao waliokuwa kabla yao. Sasa hapa ndugu zangu, nini tunapopata fundisho hapa? Qur'an inatupa muongozo namna ya kubisha hodi. Usiingie tu ndani. Ina maana hata mtoto nyumbani kwao, mtoto ni nyumbani kwao, chumbani kwa baba na mama, abishe hodi. Mama hodi, baba hodi, mjomba hodi, anti hodi, anko hodi. Sawa, abishe hodi. Kwa nini? Kuna hikma gani? Tutamwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa Mtume anatuambiaje ndugu zangu? Hadithi ya kwanza, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anasema qala Rasulullah
amesema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, al-istidhanu thalathun, kubisha hodi ni mara 3. Hodi, hodi, hodi. Fa in udhina laka, ukiruhusiwa karibu, ingia. Wa illa, hukuruhusiwa, farji, rudi, rudi. Rawahu al-Bukhari fi sahihi fi kitab al-istidhan babu at-taslim wal-istidhan 3, hadithi ya 23. Wa Muslim fi awwal bab al-istidhan wal lafdh li Muslim, hadithi 2153. Kwa hiyo kubisha hodi ni hodi mara ya kwanza. Wakikuitikia hiyo mara ya kwanza yenyewe sawa. Je, utaingia tu? Tunamwangalia Mtume atakavyotufundisha sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ni mara 3. Ukibisha ya 4 ya kwako, kwa hiyo ni mara hizi mara 3. Hiyo ni hadithi ya kwanza. Hadithi ya pili, Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu anasema, qala Rasulullah, Mtume anasema, innama ju'ila al-istidhanu min ajli al-basari, imewekwa ruhusa ya kubisha hodi kwa ajili ya macho. Rawahu al-Bukhari, hadithi ipo katika Sahih Bukhari katika kitabu al-istidhan babu al-istidhan min ajli al-basar, hadithi 20. Wa Muslim fi kitab al-istidhan babu tahrimu an-nadhar fi baiti ghairihi, hadithi 2156. Kwa ina maana, kwa nini tumekataza kuingia ndani kabla hujaruhusiwa? Kwa sababu ya jicho. Unaweza ukaingia mle ndani ukamkuta mtu haipo katika hali nzuri, ama yupo katika hali nzuri, yani umemkuta sivyo ulivyozoea kumuona. Waislamu ambao wananifuatilia kupitia mitandao sasa hivi, kupitia online, sawa, kupitia online, Darsa TV, Abedi Mtoro TV, Msimbo online, Mahasin TV, TV Iman. Ndugu zangu, tujifunze, tufate muongozo. From now, we starting from here. We have to change. Tubadilike. Sawa, tubadilike. Hodi, hodi, hodi. Hata kama unawasikia ndani wanaongea, mbona mnitiki nyinyi? Vipi? Mtume amesema bisha hodi mara 3. Tumeelewana vizuri ndugu zangu? Mmenielewa Sheikh? Haya. Kwa hiyo kwa nini tumekatazwa kuingia ghafla nyumbani? Sababu unaweza ukakuta kisema astaghfirullah alazim, ibani sifa ndivyozoea kumkuta anti, ama unaweza kumkuta mtu haipo vizuri, ama kuna mambo mengine mtu hataki uyaone. Sawa, kuna mambo mengine mtu hataki uyaone, lakini wewe umeingia ghafla, ndipo pale unaweza kumkuta mtu anakasirika. Na ukiingia, kifua hiki hakina siri, ipo siku utasema. Anaweza kusema, mzee wangu nikwambie, muone bali tulikuwa tunazungumzana hapa. Siku moja, si mnajua tena bwana, nimeingia nyumbani kwake ghafla, simemkuta hajavaa nguo. Ndivyo alivyozoea, yuko pahala pa faragha. Kwa hiyo Uislamu unapenda kuficha siri. Ndio maana wakasema wanachuoni katika mafundisho, annal adaba fil istidhani, hakika mafundisho katika kubisha hodi, an yukarrira 3, abishe hodi mara 3. Fa in udhina lahu ba'daha au qablaha dakhala, akiwa ameruhusiwa baada ya kubisha hodi au kabla ya kufikisha 3 aingie. Wa in lam yu'than lahu falaysa lahu an yudkhal, kama an yadkhula, kama hakuruhusiwa kuingia, si sahihi kuingia. Wala yazidu ala dhalika, usizidishe mara 4. Hodi, 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 unafika mpaka 6. Hizo 3 zako, lakini Mtume tumatubishe hodi mara ngapi? Mara 3. Tunakwenda hadithi ya 3. An Rib'i ibn Hirash
radiyallahu anhu qala, Rabi' anasema hadathana rajulun min bani Amir, amepata kutusimulia mtu mmoja katika ukoo wa Bani Amir, annahu sta'dhana ala nabi. Sikilizeni hicho kisa, kilitokea nyumbani kwa mtume. Kisa kimetokea nyumbani kwa mtume mwenyewe. Huyu Rabi' mtoto wa Hirash anasema tumesimuliwa kisa na mtu mmoja katika ukoo wa Bani Amir, annahu sta'dhana ala nabi sallallahu alayhi wasallam wa huwa fi baitin, alibisha hodi nyumbani kwa mtume na mtume alikuwa nyumbani. Akaenda kabisha hodi na mtume yupo nyumbani. Faqala, yule bwana alipofika pale, sababu anajua mtume anamjua, akasema aali juu niingie, bimaana adkhulu, niingie. Faqala rasulullah li khadimihi, mtume akamwambia mfanyakazi wake, ukhruj ila hadha, nenda umfuate huyu anasema niingie, fa'allimhu al-istidhana, kamfundishe namna ya kubisha hodi. Kumbe yule bwana anasikia. Faqul lahu, ukifika pale mwambie hivi, assalamu alaikum adkhulu, assalamu alaikum, niingie. Fasami'ahu ar-rajul, yule bwana alikuwa anabisha hodi pale akasikia. Faqala assalamu alaikum, kabla yule mtumishi hajafika pale, assalamu alaikum, amani iwe juu yenu, adkhulu, niingie. Fa'adhina lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume akamruhusu, fadakhala, akaingia. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih fi kitab al-istidhan, babu kayfiyat al-istidhan, hadithi 5177. Hapa tunapata fundisho kwamba unatakiwa unapobisha hodi, assalamu alaikum. Lakini ukisema hodi good morning, hodi good afternoon, hodi good night, hodi bonjour, comment ça va, bien, hodi assalamu alaikum. Tumeelewana vizuri? Assalamu alaikum. Sasa ndio maana teknolojia ya sasa, kuna baadhi ya nyumba wameweka vijimashine fulani vinauzwa katika nchi za Kiarabu, hasa Maka na Madina, katika maduka yale ya vifaa vile vya electronic. Kuna mashine fulani zinawekwa milangoni, ukifika mlangoni tu ukibonyeza tu hapa, kule inatoa salamu, assalamu alaikum. Wale wenye nyumba wanaitikia wa alaikumus salam. Ebu nenda kule, ni nani huyo? Sawa, unakuwa umeshabisha hodi. Na mashine hiyo unapotoka, kuna mashine fulani ukitoka nyumbani, ukifungua mlango ukitoka, inakwambia ile mashine udhkurillah, mtaje Allah. Na ukiingia ukitoka tena inakwambia la tansa dhikrullah, usisahau kumtaja Allah. Ukiingia ukitoka inakwambia salli ala nabi, msalie mtume. Sasa hii ni teknolojia ambayo imegundulika kwa ajili, baada ya kuona hivyo, teknolojia ambayo si Waislamu wametengeneza hii kwa faida. Nadhani wamegundua, wamepata mafundisho, kwa hiyo wametengeneza vitu ambavyo vina faida kwetu sisi Waislamu. Teknolojia, mimi na wewe tu, teknolojia yetu, kazi yetu kuruka usiku tukuanga. Unaweza kuondoka hapa mpaka Kigoma na ukarudi usiku huo. Unaweza kwenda kwa mzee wa Maokoto pale, ukatembea nyumbani, ukamkata kucha, ukamsugua visigino pale, afu unatoka. Mtu mwenyewe kachoka. Ndio teknolojia yetu hiyo. Sasa kama wewe ni mtaalamu, watu hawakuoni, nenda benki kachukue mzigo. Si afande si akuoni, afande kaka na bunduki tu namna hii. Yupo na hakuoni. Sawa. Lakini unakwenda kuingia chumbani kwa mtu ambaye hiyo kodi ya nyumba hapo, na inawezekana kalala hata jelo mfukoni yani. Kuona kuna usiku unaruka. Sasa hii ni teknolojia ambayo wenzetu wameitumia. Haya. Kwa ina maana hapa tunapofundishwa kwamba, alafu kuna watu wengine akibisha hodi, wewe ni nani? Kwani nyinyi hamnijui? Nyinyi vipi? Tubadilike Waislamu. Hii ndio raha ya darsa. Tubadilike. Hiyo ni hadithi ya 3. Tunakwenda katika hadithi ya 4. Wa an Kilda
ibn al-Hanbali radiyallahu anhu, imesimuliwa hadithi na Kilda bilkaf walaysa bilqaf, mtoto wa Hanbal radiyallahu anhu anasema ataitu nabiyya, sikiliza vizuri kisa kingine, nilikwenda nyumbani kwa mtume, fadakhaltu alayhi, nikaingia ndani. Si kwa mfano wewe unaingia nyumbani kwa shekhe wako, sawa? Umeshazoea shekhe anakujua, imamu wako sana anakujua, wewe unakwenda moja kwa moja mpaka kwa imamu, unafika unaingia. Sasa huyu sahaba anasema fadakhaltu alayhi, nikaingia nyumbani kwa mtume, walam usallim, sikutoa salamu, ameingia tu moja kwa moja tu bila kusema assalamu alaykum. Faqala an-nabiy, mtume akamfukuza akamwambia irji, rudi, ondoka, swali. Mimi nikikwambia wewe umeingia nyumbani bila ruhusa, nikakwambia ondoka, rudi, una mind umind? Una mind utamind. Lakini una mind ni kosa sio kosa? Sawa. Mtume akamwambia irji, rudi, faqul, sema kabla kuingia, assalamu alaykum adkhulu, amani ya Mungu iwe juu yenu niingie. Rawahu Abu Daud fi sunanihi wa Tirmidhi fi sunanihi wa qala at-Tirmidhi rahimahullah hadithun hasanun. Abu Daud rawahu fi kitab al-adab babu kayfiyat al-istidhan hadithi 5176 wa Tirmidhi fi kitab al-istidhan babu ma jaa fi at-taslim qabla al-istidhan hadithi ya 2711. Ina maana kwamba huyu sahaba aliingia nyumbani kwa mtume bila kubisha hodi, moja kwa moja tu. Na unajua nyumba zetu nyingi sana zinakaa milango iko wazi, unaangalia mlango wa barabarani mpaka uwani unaona. Na kuna nyumba nyingine, hizi nyumba zetu za kupanga tena, sawa, unakuta haina ua, mtu anaangalia, sawa, na watu hawajali. Hiyo ni hadithi ya 4. Ndugu zangu, tunafundishwa namna ya kubisha hodi. Tujifundishe namna ya kubisha hodi ili twende tumfuate mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii hadithi mtume alipomwambia irji, rudi, faqul, sema assalamu alaykum, madha nastafidu min hadha alhadith? Tunapata fundisho gani katika hadithi hii? Al-amru bil ma'ruf fi waqtihi, kuamrisha mema ni pale pale inapotakiwa, wanahyu anil munkar fi waqtihi, na kukataza mabaya pale pale, wa ta'limu sunan wal adab, tunafundishwa sisi sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam na maadili, walhathu ala tatbiqiha wa adamu tasahul fiha, tunafundishwa kwamba tuzitekeleze hadithi hizi za mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, unapofika katika haya, tumeshaona kwamba Waislamu tumekatazwa kuingia katika majumba. Je, ukiingia hoteli, msikitini, unabisha hodi ubishi hodi? Mnasemaje jamani? Kwa mfano unaingia, makaka salamu alaykum, msikitini kuna dua yake ambayo ndio dua hiyo inakuonyesha kwamba sasa unaingia a'udhu biwajhihil karim wa sultanihil qadim minash shaitanir rajim, sawa? Kuna dua yake. Mpaka hata kuingia chooni kuna dua yake, hata kuingia sokoni kuna dua yake. Akaingia sokoni, ameingia sokoni, faqal, akasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Huu ni uradi wa kuingia sokoni. Sio ukifika sokoni, umefika sokoni assalamu alaikum, pale kuna shida zako umezifuata, au good morning, how are you my brother and sisters, how are you, sawa. Lakini ukiingia nyumbani kwa mtu, hata chumbani, katika hizi nyumba zetu za kupanga, hizi nyumba za kupanga, siku nyingine na vyumba vitatu katika nyumba, sawa. Kuna wapangaji wenzangu, ni jirani zangu, tumezoeana pale.
lakini kisheria sitaki kuingia chumbani kwake au wapi mpaka nibishe hodi. Bwana Juma, upo? Nipo. Salamu alaykum. Wa alaykum. Vipi, niingie? Ingia. Njoo bwana. Dada Saum, vipi? Upo dada Saum? Nipo. Niingie. Lakini sasa mwanamume unaingia chumbani kwa mwanamke? Hapana. Saumu chumbani kwa Saumu, aingie Mariamu. Usije ukaingia mzee wa makoto. Ni hatari. Unaweza ukaleta matatizo mengine. Sawa? Au kaingia na katibu wako wa maokoto, inakuwa hapana, itasababisha matatizo mengine. Kwa hiyo ni kwamba tuishi namna hiyo. Hivi ndivyo tumefundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sawa, sasa hapo sehemu ya pili. Sehemu ya pili, nini sunna yule anayebisha hodi atakapoulizwa wewe ni nani? Unabisha hodi. Hodi, wewe ni nani? Mimi. Wewe ni nani? Mimi. Wewe ni nani? Kwani unijui? Hata sauti yangu ijui? Hapana. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametupa mwongozo. Na ndiyo maana Mwenyezi Mungu amemsifia mtume katika Qur'an. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, nimekutuma duniani upate kuwa rehma kwa walimwengu. Na ndio maana mtume ni rehma kwa walimwengu mpaka kwa miti na wanyama na wadudu. Miti na wanyama na wadudu, mtume ni rehma. Sasa unakwenda, idha qila lilmustadhin man anta, atakapoulizwa yule anayebisha hodi, wewe ni nani unayebisha hodi? An yaqula, inatakiwa aseme fulanun, mimi ni fulan, fayusammi nafsahu, ataje jina lake, ajitaye, au bima yu'rafu bihi min ismin au kunya, ataje jina lake au jina pale maarufu. We ni nani? Mimi ni mzee wa maandazi, ndio jina langu. Mzee wa maandazi, karibu bwana. We ni nani? Mimi najulikana bana, mzee wa pilau, mzee wa umbea. Yani watu wanakujua namna hii. Mzee wa maokoto, mzee wa maokoto, karibu bwana. Yani utaje hata lile jina la utani, ujitaje, mimi fulani. Na inawezekana yule anayekwambia wewe ni nani hakujui, atamuuliza mama anasema eti ni mzee wa pilau, anasema mwambie ingie ndani, si yule mpishi wa pilau pale. Sawa? Sasa tumwangalie Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi anasimulia Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas ibn Malik ameishi umri wa miaka 130, sababu Mtume alimuombea dua 3. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu alikuwa huyu anaishi nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mama yake alimpeleka Anas nyumbani kwa Mtume. Anas ana miaka 11. Akamwambia, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, hadha Anasun, huyu Anas ni mwanangu, yahudumuka, atakusaidia kazi za hapa nyumbani. Kwa hiyo akaishi pale na akanywa vitu vingi kwa Mtume. Katika wale masahaba 6 waliopokea hadithi nyingi ni Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Aliombewa dua ya kwanza, Mungu amzidishie umri mrefu. Dua ya pili, Mungu amzidishie watoto wengi. Dua ya 3, Mungu amuongezee mali. Sasa ndio maana Anas anafariki, wajukuu zake aliowazika akiwa hai wajukuu 30 wajukuu, na alikuwa na watoto zaidi ya 20 Anas bin Malik. Na pale Madina inapofikia wakati wa mavuno pale Madina, wakati wa mitende, wakati watu wanavuna, Anas ndio anapanda. Wakati watu yeye Anas ndio anapanda. Wakati Anas anapanda, anavuna, watu ndio kwa hiyo Mwenyezi Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuombea dua hii. Sasa Anas bin Malik fi hadithi al-mashhur
katika Isra. Sikilizeni hichi kisa. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume anasema thumma su'ida bi au thumma sa'ida bi Jibrilu ila samai dunya. Katika kisa cha Isra wal Miraj, mtume anasema kisha Jibril alipanda na mimi mpaka mbingu ya dunia. Na mbingu ya dunia alianza kuipandia wapi? Pale Aqsa, pale Baitul Lahm, ndipo alipopandia pale Masjidul Aqsa, na ile sehemu ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alipopanda kwenda mbingu ya kwanza, ile sehemu ipo ndugu zangu, aliposimama Jibril na mtume sallallahu alaihi wasallam wakaanza safari ya kwenda mbinguni. Ile sehemu ipo, inajulikana. Usifanye ubishi kama hujafika. Mimi nimefika mara 2 na maeneo yapo na historia imeandikwa. Sasa na watu wengi mkiliona lile kuba la rangi kama ya dhahabu, mnajua ndio Masjidul Aqsa. Hapana. Ile eneo ndilo alilosimama mtume na Jibril, wakaanza safari ya kwenda mbinguni. Haya, tusiende huko mpaka itakapofika inshallah mwezi wa Rajab inshallah. Allahumma ballighna Ramadan. Sasa mtume anasema thumma sa'ida bi Jibril ila samai dunya, kisha Jibril alipanda na mimi mpaka mbingu ya dunia. Fastaftaha, akabisha hodi. Huyo ni mtume. Angalia status ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaha, pamoja na ni mtume wa Mungu, akabisha hodi. Usije ukasema mimi imam, pale imam naingia tu. Mimi muadhini wa msikiti wa mwenye mkuu, najulikana, bisha hodi. Sawa. Fastaftaha tu Jibril akabisha hodi, ambaye ni malaika na ni mkazi katika wakazi wa malaika wa mbinguni, na ni malaika mashuhuri sana. Fastaftaha, akabisha hodi. Faqila, aliulizwa Jibril naye, man hadha, huyo anayebisha hodi ni nani? Qala, akasema Jibril, ni mimi Jibril. Jibril anajitambulisha. Kwa nini wewe unakwenda kwenye nyumba ya mtu hodi, wewe ni nani? Wewe unauliza mimi ni nani? Unijui? Mimi shekhe gani? Mimi imam gani? Mimi mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Sawa, mwenyekiti wa serikali mtaa nani? Taje jina. Odi, mimi dokta wa nini? Dokta wa nini? Wa kupulizia mbu, mende, wa nini? Wa chanjo wa nini? Odi, karibu. Mimi ni afande mtu salama, nimekuja hapa. Jina lako unaitwa nani? Sio, mmenielewa vizuri? Lazima ulizwe. Kama Jibril aliulizwa mbinguni, wewe usipoulizwa jina, wewe nani? Who are you? Tumeelewana vizuri? Jibril aliulizwa mbingu ya kwanza, man hadha, huyu anayebisha hodi nani? Akamwambia Jibril. Akaulizwa tena, wa man ma'aka, upo na nani? Maana yake ni kwamba usiende kwenye ukumbi bila kadi. Umealikwa? Ndio, tunaomba kadi. Mwenye shughuli mwenyewe ananijua mimi ni nani? Hapana, onyesha kadi, acha jeuri. Tumeelewana vizuri? Huo ndio Uislamu. Akaulizwa, man ma'aka, upo na nani? Qala, akamwambia Muhammadun, nipo na Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fafutiha lahu, akafunguliwa. Sawa. Mtume anasema thumma sa'ida ila samai athaniya. Jibril kisha akaenda na mtume mpaka mbingu ya pili. Fastaftaha, akabisha hodi. Na kutoka mbingu ya kwanza mpaka mbingu ya pili, kwa spidi ya chombo chochote duniani, ni umbali wa zaidi ya miaka 100. Lakini hapo fastaftaha, mbingu ya pili, akabisha hodi. Qila, akaulizwa, man hadha, huyo ni nani? Wewe nani unabisha hodi? Qala Jibril, mimi Jibril. Qila, wa man ma'aka, upo na nani? Qala Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, nipo na Muhammad. Wa ila thaniya warabi'a wasairihinna, mpaka kwenye mbingu ya 3 aliulizwa, mbingu ya 4 aliulizwa, ya 5 akaulizwa, ya 6 akaulizwa, mpaka ya 7 alikuwa anaulizwa Jibril. Wa yuqalu fi
babi kulli sama, alikuwa anaulizwa kila mlango wa mbingu, man hadha, fayaqulu Jibril. Jibril, mimi Jibril. Rawahu al-Bukhari fi kitab badi al-khalqi bab dhikru al-malaika, hadithi ya 155 mpaka 168, wa Muslim fi kitab al-iman bab al-isra bi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya 162. Hapa tunapata fundisho gani? Kwamba unapobisha hodi pahala, ukiulizwa wewe ni nani, sema mimi fulani. Tumeelewana ndugu zangu? Sema mimi fulani, usije ukakaa hivi hivi. Hapana, sio sahihi. Lazima ujitambulishe. Unabisha hodi, hodi, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ni nani wewe? Mimi Juma. Sawa. Ni nani wewe? Zainabu. Sawa. Wewe unaniuliza mimi? Unijui? Unijui? Mbona jeuri? Watu wa nyumba hii mbona mnadharau sana? Mnatuuliza majina jamani. Kesho nitakuja na passport. Kuna mtu mwingine ameshakasirika. Kesho nakuja na NIDA. Nitakuja na kitambulisho cha NIDA. Naona ishakuwa tabu. Hapana, jitambulishe. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Mimi fulani. Upo na nani? Nipo na fulani. Sawa. Sasa inawezekana mle ndani jamani hawajakaa vizuri. Subiri kidogo, inawezekana wanajistiri kwa sababu wapo free nyumbani mle ndani. Maana kuna nyumba nyingine hazifunguliwi milango. Na kuna nyumba nyingine hata kuwaona watoto mbele wanacheza lakini ndani wapo. Haya. Tukwenda katika hadithi ya 6. Wa an Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu. Abi Dharr al-Ghifari anasema kharajtu laylata min al-layali, nilitoka usiku katika moja ya mausiku pale Madina. Fa idha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yamshi wahda ghafla. Fa idha ghafla harfu al-fujaiyya, ghafla namkuta mtume anatembea peke yake usiku. Katoka usiku Abu Dharr, ghafla anamkuta mtume anatembea peke yake. Faja'altu amshi fi dhilli al-qamari, nikawa ninatembea kwenye kivuli cha mwezi, hasa mwezi ule wa tarehe 14 15. Unapokuwa unatembea siku na kivuli pale, basi kile kivuli chake akawa anatembea kwenye kile kivuli. Faltafata, mtume akageuka, faraani, akaniona kwamba mimi ni Abu Dharr. Mtume alimuuliza, man hadha, huyu yuko nyuma nani? Huyu nyuma yangu yupo nani? Faqultu, nikamwambia Abu Dharr. Abu Dharr. Rawahu al-Bukhari fi kitab ar-riqaq babu al-mukthiruna humul muqillun, hadithi ya 224, wa Muslimun fi kitab az-zakah babu at-targhib fi as-sadaqa, hadithi ya 687. Kwa ina maana kama mtume amemuuliza sahaba wake, je, mimi nisikuulize wewe ni nani? Na hasa dunia yenyewe tulionayo, wakabaji wengi, inawezekana mtu unatembea, hasa chukua mfano ndugu zangu kwa wale ambao tunaokaa mbali na misikiti, salatul isha, salatul fajr, hasa salatul fajr, unaotoka hapo mpaka pale kwa Sheikh Walid hafidhahullah min kulli sharrin wa su, mpaka pale kwa Sheikh Walid unakwenda kuipata salatul jamaa al-fajr. Unaipata salatul fajr jamaa, na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man salla al-isha fi jama'atin, atakayesali sala ya isha jamaa, akasali sala ya isha jamaa msikiti wote, fakaannama qama nisfa al-layli, anapata thawabu usiku ule ya kusimama usiku, nusu usiku anaswali. Umepewa bonge la salio, limeingizwa katika benki yako. Kullu nafsin bima kasabat rahina, kila nafsi kwa matendo iliyoyachuma imeweka akiba. Kwa hiyo unawekewa akiba, yani kwa mfano sasa hivi tutaswali salatul isha, salatul isha utakayoiswali hapa unapata thawabu za mtu aliyeswali nusu usiku. Unataka nini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Tumeelewana ndugu zangu?
Na Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, wa man salla al-fajr fi jamaa, na atakayesali sala al-fajiri jamaa, fakaannama qama al-laila kulla, anapata thawabu za mtu aliyesimama usiku mzima anafanya ibada. Ndugu zangu, hongereni wale mliojaliwa kupata majumba ya kuishi jirani na msikiti. Mmejaliwa kupata apartment jirani na msikiti, hasa wanaume wenzangu. Akina mama wao hizi fadhila zote wanazipata nyumbani. Mwanamke akisali isha nyumbani anapata thawabu hizi. Mwanamke akisali alfajiri nyumbani anapata thawabu. Mimi na wewe, hongereni. Hani'an lakum ya man taskununa bijiwari almasajid. Hongereni wale ambao mnaishi jirani na msikiti. Sawa, wallahi fadhila kubwa sana. Tupambane katika salatu alfajiri jamaa. Wallahi misikiti na kwaya, na utawakuta wengi wanaotoka misikiti kusali alfajiri wanatoka mbali. Kuna wengine wanakwenda na bodaboda, mwingine anakwenda na bajaji, anaitaka salatu alfajiri jamaa. Mimi natembea, unamkuta mtu anatembea na bodaboda, anakimbilia na anakwenda na bodaboda. Kwa mfano leo kulikuwa kuna manyunyu mvua, unatembea hivyo kuipata swala, kwa sababu uko karibu, uko mbali. Sasa ndugu zangu ambao mmepata majumba, wengine mna majumba ya kawaida, wengine mna apartment. Sawa, kuna wengine ana apartment nzima, vyumba 4 5, anaishi yeye, ima ni ya juu ama ya chini. Panaadhiniwa tu, kwanza anapata rakaa 2 za salatu alfajiri nyumbani na anashuka msikitini. Na Mtume anasema rak'atai qabla alfajr, rakaa 2 unazoziswali kabla salatu alfajr, rakaa 2 zile khairu min ad-dunya wa ma fiha, thawabu zake ni bora kuliko thamani ya dunia na thamani ya vilivyomo ndani ya dunia, kama zile rakaa 2 za salatu alfajr kabla ya iqama, ambapo rakaa ya kwanza unasoma alhamdu na qul ya ayyuhal kafirun, rakaa ya pili unasoma alhamdu na qul huwallahu, kisha ukimaliza unakaa unasubiri iqama, ama una uradi wako, unaita istighfar, unamsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wale ambao tunaokaa mbali, ndugu zangu, tunaokaa mbali mpaka unafika kule, kwa mfano siku ya mvua leo, unafika pale unakwenda kuosha miguu kwanza, miguu imejaa matope, ama unatawadha. Sawa, na ardhi yetu yenyewe ndio hiyo, ina madudu ya ajabu. Kwa ndugu zangu, sawa, Jibril aliulizwa wewe ni nani, na Mtume alimuuliza sahaba wewe ni nani, akamwambia Abu Dharri. Sawa, Abu Dharri. Hadithi nyingine, Ummu Hani ni kunia hiyo. Huyu ni mtoto wa mzee Abu Talib. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamuita shangazi Ummu Hani, lakini jina lake ni Atika bintu Abi Talib, ambaye ni dada yake Ali bin Abi Talib kwa baba, Atika. Sasa Ummu Hani anasema qalat ataitu nabiyya sallallahu alayhi wasallam, nilikwenda nyumbani kwa Mtume, wa huwa yaghtasilu, na alikuwa naoga, wa Fatima tasturuhu, na mwanae Fatima alikuwa amemweka pazia ya kumkinga Mtume anaoga. Mwisho katika darasa letu kwa siku ya leo, Jabir sahaba huyu radhiyallahu anhuma anasema ataitu nabiyya sallallahu alayhi wasallam, nilimfuata Mtume nyumbani kwake, au nilikwenda nyumbani kwa Mtume. Fadaqaqtul baba, nikagonga mlango. Fadaqaqtu bimaana taraqtu, nikagonga mlango. Taraqtul baba, nikagonga mlango. Faqala, Mtume akauliza man hadha, huyu anayegonga mlango ni nani? Faqultu, nikamjibu Mtume ana, ni mimi. Jabir huyo ni mimi. Faqala, Mtume akamwambia ana mimi. Nakuuliza wewe ni nani, unasema mimi. Jabir anasema kaannahu kariha, inaonyesha Mtume alikerwa na kile kitendo cha kuuliza wewe ni nani, alafu anasema mimi. Rawahu al-Bukhari fi kitab al-istidhan babu idha qala man faqala ana, hadithi ya 30, wa Muslim fi kitab al-istidhan babu karahat qawli al-mustadhin
ana idha qila man hadha, hadithi 2155. Kwa hiyo hapa tunapata fundisho kwamba tunatakiwa ukiulizwa wewe ni nani, lazima utaje jina, wewe ni nani. Nadhani kwa leo panatosha inshallah. Kesho tutakutana tena katika darasa letu lingine kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kesho tutakuwa na suratu Tini, tafsiri ya suratu Tini, watini wa zaitun, na mafundisho yanayopatikana pale kwa upande wa ustawi wa jamii. Kuna ahkam tutazipata pale kati ya mke na mume, likitokea jambo fulani nini kifanyike. Ni kesho inshallah hapa katika msikiti wa Mwenye Mkuu, suratu Tin wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadha albaladi al-amin. Kesho ndio itakuwa darasa letu na ndio itakayokuwa mada yetu. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.